Asante sana Leonard. Nashukuru kukumbuka kwamba tulikutana pamoja. Nianze kwanza kwa kueleza nini maana ya mfumo wa stakabadhi ghalani. Lakini ili niweze kueleza vizuri, nianze kwa kufafanua nini maana ya neno umelisema mara nyingi hapa, WRRB. Yeah. Sasa WRRB yenyewe ni Kiingereza kifupisho cha neno Warehouse Receipt Regulatory Board, na kwa lugha yetu ya Kiswahili Sasa taarifa hizi zinafanya kazi gani? Taarifa hizi hutumika kama kielelezo cha namna gani biashara inaweza kufanyika. Ndio maana tunasema mfumo unawezesha biashara, kwa maana baada ya kufanyika ukusanyaji unauleta kwenye udarajishaji na kuweka kwenye viwango vinavyotakiwa na uzito ambao ni stahiki. Baadaye taarifa inayochukuliwa inapelekwa kwa wadau wetu wakubwa ambao wanaitwa soko la bidhaa. Soko la bidhaa kwa maana ya kwamba wao ni soko la mtandaoni, kwa maana ya tunauza mazao yetu kupitia njia ya mtandao. Lakini jambo la msingi linalofanyika baada ya taarifa ile kupatikana kutoka kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, inawawezesha sasa wanunuzi kushindana. Kwa hiyo wanunuzi hawaendi tu kwamba kuna taarifa ya mzigo kwa mimi naweza kwenda kuchukua ninavyotaka, lakini anapopata taarifa za mzigo uliopo sasa anapata fursa ya kuingia kwenye ushindani. Kwa jambo kubwa umelizungumza muda mrefu kuhusu tabasamu. Tabasamu linakuwepo kutokana na kwamba sasa wakulima au wazalishaji wa bidhaa wanapopeleka bidhaa zao sokoni kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, wanakuwa na nguvu ya pamoja. Si nguvu ya mtu mmoja mmoja, ni nguvu ya pamoja, na wanapokwenda kwenye soko basi wale wanunuzi wanashindana, na yule mnunuzi ambaye anakuwa ametoa kiwango kikubwa cha bei ndio ambaye sasa, kutokana na wakulima au wazalishaji wa bidhaa ile wanavyoridhika na bei iliyopatikana, wanaridhia kuuza. Wanaporidhia kuuza, maana yake wanapata kiasi cha fedha kinachoendana na jasho lilolitoa. Kwa maneno mengine, kwa sababu wakulima wanakuwa na mfumo wa stakabadhi ghalani, maana yake unawawezesha kuwa na kauli moja ya napenda kuita nguvu ya umma, kwamba wanaweza kakaa pale wakakunja nini wakasema kutokana na mazao yetu tulivyolima sado litakwenda 1400. Naomba usitumie sado, tumia kilo. Kwa sababu sado hata kijijini, mkurugenzi, hata kijijini kule hamna sado kijijini kule. Moja ya unapoleta kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, moja ya jambo linalofanyika ni kuondosha mambo ya sado, mambo ya kuangalia kwa macho. Tunapima vitu kwa uzito. Kwa uzito. Na mizani yetu ile imethibitishwa na wenzetu wa wakala wa vipimo Tanzania, NWMA. Kwa hiyo vipimo ni sahihi. Na hili naomba nilizungumze Bwana Leonard, linakuwa changamoto sana mara nyingi. Unaambiwa kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala mbona tunapata bei kidogo, lakini tukitoka tu pale nje kwa mfanyabiashara binafsi tunapimwa kilo hiyo hiyo tunapewa hela zaidi. Kwa kawaida kama ni kweli bei ingekuwa ndio hiyo, hakukuwa na shida ya mfanyabiashara kulipa bei hiyo kwenye mfumo. Lakini unapoleta kwenye mfumo, tunaweka kwenye utaratibu wa viwango sahihi. Okay. Kwa mizani zile ambazo zinapimwa nje ya mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa namna moja ama nyingine zinampunja mkulima. Na mara nyingi mkurugenzi, nimewahi kuna wakati tunakuwa tunaona masuala na yamekuwa yakipigiwa kelele sana. Nadhani utanisaidia kama hii inaingia kwenye mfumo au yaingii. Masuala ya rumbesa jamani, haya yanaumiza sana wakulima. Wala wanaonunua hivi vitu kwa rumbesa na vitu vingine kama hivyo. Hii haingii kwenye mfumo Ninaweza kukuambia Leonard kwamba moja ya mambo ambayo ninaweza kusema ni mafanikio makubwa ndani ya miaka 20 hii tunayozungumzia ni kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazopita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, hakuna hata bidhaa moja ambayo unaikuta ikilalamikiwa kuhusu rumbesa. Yes. Kwa hiyo ni jambo ambalo nadhani tunafika mahali tutafakari na tuone namna ambavyo mfumo unaweza ukasaidia kuondosha baadhi ya changamoto. Mathalan, hujawahi kusikia ufuta umefungwa kwenye rumbesa?
Ile ni bidhaa adimu ile, kwa sababu inapita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Yeah. Katika mfumo wa stakabadhi za ghala tunasema kifungashio cha ufuta ni mfuko wenye uwezo wa kujaza kilo 50. Kwa hiyo kila mzigo uliopo pale ndani umewekwa kwenye ujazo wa kilo 50. Na wakati napimwa mkulima anaona kila kitu. Anaona ni kilo 50 na inakaa kilo 50. Kwa hiyo hakuna mahali ambapo mkulima atasema ilijazia kwenye kifungashio. Lakini bidhaa ambazo hazipiti kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, nakiri kwamba bado kuna changamoto, lakini najua wenzetu wa WMA ambao pia tuko nao Wizara ya Viwanda na Biashara wanafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba jambo hili linaondoshwa. Na niwapongeze kwa kweli kwa sababu kazi kubwa wanaifanya, lakini ninachosema tukiweza kupitisha bidhaa hizi kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, tunajihakikishia haki kwa mkulima, haki kwa mfanyabiashara na haki kwa mnunuzi, ili kila mmoja apate kwa jasho lake kwa kadri ya jitihada aliyoiweka. Kwa mtizamo wangu, kuna namna naona mfumo huu unawasaidia wakulima kwenye jambo moja. La kwanza, masoko, hususan kuna mkulima analima lakini anaweza akauza bidhaa yake kimataifa kupitia mfumo ninavyoona mimi, lakini hata kashikashi za usafirishaji kutoka sehemu moja kwenda labda sokoni. Hii changamoto ni kubwa sana, changamoto kwa wakulima ambao pengine hawaingia kwenye mfumo. Hii imewasaidiaje kwanza wakulima? Tukianza kwenye masuala ya masoko, sababu ukilima bila kuwa na soko ni stress, mkurugenzi. Ni kweli Leonard. Na mimi nikuhakikishie kwamba moja ya jambo ambalo tumelishuhudia na mimi naweza nikasema kwamba sisi kama taasisi katika ndani ya miaka 20 hii ni mchango wetu mkubwa kwa taifa hili, ni pale ambapo unapoingiza bidhaa kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, mambo matatu yanatokea. Jambo la kwanza, uzalishaji unaongezeka. Kwa nini uzalishaji unaongezeka? Kwa sababu yule mkulima au mzalishaji wa bidhaa ana uhakika na soko. Kwa hiyo anasema nina jitihada, nilikuwa nimefanya kiasi hiki, ninaongeza mara 2 yake kwa sababu natumaini kwamba nitakapoingiza kwenye mfumo tutakwenda sokoni kwa kiushindani. Lakini jambo la pili linalojitokeza ni ubora, kwa sababu bidhaa yako unapoileta kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, kwenye ghala lililosajiliwa, bidhaa inakaguliwa. Ni kweli mara ya kwanza utapeleka bidhaa ambayo ina uhafifu wa ubora, lakini kwa kujua mapungufu ulionayo ni wazi kwamba utakapokwenda mara ya pili utakuwa unafanya maboresho. Kwa hiyo unapokwenda kwa utaratibu huo, ikitokea kwa kila mzalishaji wa bidhaa hiyo, ina maana bidhaa yote kwa ujumla tumeongeza ubora. Kuna namna mnapa feedback au mnakaa nao mnaambia mwaka huu mahindi yako yalikuwa 1 2 3, ili upate katika kiwango hiki fanya 1 2 3 na 2 3, au mnaambia tu kuna shida kwenye mahindi yako basi? Uzuri wa sisi wa Tanzania ni waelewa sana. Unapopeleka bidhaa yako ikiwa na ubora hafifu, utataka kujua kwa nini umepeleka kilo zako 20 lakini unaambiwa kilo ambayo iko sawa sawa ni kilo 15. Utajiuliza, lakini utaelezwa kwamba angalia, hizi ni bidhaa halisi na hizi ni takataka. Kwa hivyo ni kwa vyote vile kwamba aidha wakati unafanya maandalizi kupeleka bidhaa yako hukufanya maandalizi ya kutosha, ama kwa kujua ama kwa kutokujua. Lakini kwa kufanyia utaratibu wa urekebisho, ina maana tunakuwa tumeongeza ubora. Lakini malizia jambo la tatu katika mambo matatu makubwa niliyosema. Ukishakuwa na uzalishaji mwingi na ubora na sokoni ukaenda vizuri, ni wazi kwamba kiwango cha mapato kitaongezeka. Kwa hivyo tumeanza kuona katika maeneo mengi ambako tunapeleka mfumo huu, wazalishaji wa bidhaa wanakuwa na mori wa kufanya kazi, bidhaa zao zinakuwa nzuri na zinaendelea kupata masoko mazuri. Na nirudi kwenye eneo lile la tabasamu ambalo niligusia mwanzoni kwa wakulima kwa wakulima. Baadaye pia usisahau tunataka tabasamu kwa nchi pia. Tabasamu kwa wakulima linakuja pale ambapo kwa takriban sasa miaka 20 tumekuwepo, na naweza kusema miaka hii 5 ya mbeleni huku ndio tumeanza kuona mwamko mkubwa. Hivi sasa wananchi wenyewe wakisema tunaomba tuingiziwe bidhaa hii bidhaa ile kwenye mfumo. Naweza kutoa mfano wa mkoa wa Mtwara. Mkoa wa Mtwara walianza na zao moja, sasa hivi wana takriban mazao 6 yanafanya kazi kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kwa nini? Kwa sababu wameona faida ya kupitisha bidhaa yao kwenye mfumo ule. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba kadri tunavyoendelea kueleweshana na watu wakajua faida yake, wanazidi kufaidika na tunazidi kwenda mbele. Najua kuna moja ya mambo ambayo tunaulizwa mara nyingi ni kwamba mbona bei wakati mwingine zinakuwa juu, wakati mwingine zinakuwa chini. Lakini ninasema swala la upatikanaji wa bei linatekana sana na mwenendo wa soko.
Wazee wanasema kwa kilugha kile kingine kwamba ni demand and supply. Kigogo hicho. Hicho ni kigogo cha hapa Dodoma. Kwa hivyo kwa lugha ile ya kigogo wanasema demand and supply, kwamba uhitaji unapokuwa mkubwa, uwezekano wa kupata bei unakuwa mkubwa. Lakini mali inapotolewa kwa wingi, kwa maana ya upande wa supply, basi vile vile bei zinaweza kuwa zinashuka. Lakini tunachohakikisha ni kwamba bei ya ushindani iliyoko sokoni ndio anaipata mzalishaji wa bidhaa. Okay. Tumezungumzia sana mkulima kwa muda mrefu sana, lakini tunachokifahamu pia ni kwa sababu taifa limeasisi mfumo huu kwa wakulima, tunatarajia pia kuona kuna faida ambazo zinapatikana. Sasa natamani kufahamu kwa miaka 20 mfumo umekuwa na manufaa gani hasa kiuchumi katika level ya kitaifa? Asante sana. Kwanza jambo moja kubwa ni kwamba mfumo huu unawezesha kufanya biashara ya kimataifa. Kwa hivyo ina maana tunapozungumza biashara ya kimataifa, tukiuza bidhaa zetu nje, kwa vyote vile tunachokiingiza ndani ni fedha za kigeni. Kwa tumekuwa na mchango mkubwa kwenye upatikanaji wa urari wa kimalipo, yani balance of payment, kwa maana ya kwamba kiwango ambacho tunakiuza nje na fedha ya kigeni tunaoipata inaendelea kuongeza hali ya uchumi wa taifa letu. Na nafikiri unafahamu serikali hii inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imejiweka bayana kwamba tunataka kupandisha uchumi kutoka uchumi wa kati kwenda uchumi wa kati wa juu. Kwa hivyo ili tuende kwenye hatua hiyo, mfumo huu umekuwa ni chachu kubwa ya kuwezesha sehemu kubwa ya uzalishaji unaofanyika kuweza kuuzwa nje katika utaratibu rasmi. Na ukifanya hivyo, tuna maana kwamba kiuchumi tunaendelea kupata fedha za kigeni kwa wingi. Lakini nirudi kwenye ngazi za halmashauri. Halmashauri zetu kwa kitambo kirefu sana zimekuwa zikikumbana na ulizungumza pale mwenyewe Bwana Leonard kwamba kuna wakati wakulima wanasumbuliwa kusafirisha mizigo, kuna mambo ya kufukuzana kwa ajili ya kuchukua malipo na mageti na kadhalika. Kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala haya yote tumeondoa. Hayapo kabisa. Hayapo. Kwa sababu gani? Tunapoagiza mzigo unapoletwa kwenye ghala umehakikiwa na taasisi ya serikali, umebainishwa uzito wake, umebainishwa ubora wake, umebainishwa aina yake, umepelekwa sokoni, umenunuliwa kwa ushindani, fedha imelipwa kwa wakati stahiki, wanaostahili kulipwa wamelipwa, karatasi zinazotolewa kuambatana na mzigo ule zinamtosheleza msafirishaji kusafiri akiwa huru kuelekea na kwenda kuuza. Kwa hivyo niseme bado tuna changamoto kwenye maeneo machache ya wadau ambao wanaona kama kutumia mfumo huu bado ni changamoto. Kwa hiyo wakijikuta nje ya utaratibu wanakutana na maswali mengi, wakati mwingine magari yanasimamishwa na vitu kama hivyo. Lakini mimi nitoe ushauri kwamba nadhani ni wakati mwafaka tufanye maamuzi kwamba ikiwa tunataka kufanya biashara vizuri lazima tumejiweka sawa. Moja ya vitu ambavyo kujiweka sawa ni kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala, kwa sababu tumeanza kuona tija yake. Bwana leo nimebahatika kwenda kwenye vikao kama vile vitatu vya kimataifa vya bidhaa ambazo tunaziuza na kupitisha kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Katika vikao vyote hivi Tanzania inasifiwa kwa kuweza kuwa na mfumo rasmi wa kufanya biashara ambao hauna vikwazo. Mtu anayetaka kuja kununua bidhaa anajisajili kwenye taasisi ya TMX, soko la bidhaa. Atapata taarifa kutoka kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Kuna bidhaa gani, ina ubora gani, iko kwa wingi kiasi gani. Anaweza kushindana na wenzake kwa uwezo wake wa kifedha akanunua ule mzigo. Akishafanikiwa kufanya hivyo, anarudi akiwa amepata bidhaa yake bila adha. Kuna maeneo mengine unakwenda inabidi kukutana na dalali wa kwanza, dalali wa pili, dalali wa tatu, mpaka unafika kufuata mzigo, huna uhakika na ubora, huna uhakika na bei unaoitoa, lakini huna uhakika kama fedha uliyoitoa imeenda kumnufaisha mzalishaji wa ile bidhaa ama la. Na hapo nidokeze kidogo na unisaishe. Bana nilisikia hiyo utanisaidia. Hapo kwenye utendaji kazi kimataifa zaidi. Nilisikia kuna nchi zingine za nje huko wanatamani kuja kujifunza mfumo wetu namna unavyofanya kazi. Ni kweli? Ni kweli. Hivi majuzi tulikuwa kwenye mkutano wa kimataifa. Hiyo usisahau bwana, hiyo kubwa sana hiyo. Hayo ndio mafanikio pia ya miaka 20 hayo. Kweli kabisa bwana leo. Na tuliona kwenye mkutano ilikuwa ni siku ya wa Nigeria wanaeleza habari yao. Na yule bwana aliwasilisha akasema, naomba nitumie maneno anasema, we wish to come to Tanzania to learn what it's doing with the warehouse receipt system. Kwetu sisi ilikuwa ni jambo kubwa kwamba
wanatamani waje Tanzania kujifunza namna tunavyotumia mfumo wa stakabadhi za ghala kufanyisha biashara. Okay. Ni moja kati ya mambo makubwa sana ambayo tunajivunia kwamba tunafanya kitu ambacho na nchi zingine zinatamani na huko kwenye nchi zao kuna wakulima tena wakubwa kabisa na wanatamani kutumia mfumo. Umeona namna gani wakulima wetu wanapata tabasamu, basi wakaona wivu mzuri waje jifunza na wao pia. Kwa hii miaka 20 pengine tuna idadi au takwimu tumeafikia au tumewasajili wakulima wangapi na wa aina gani pengine? Ninaweza kuzungumza zaidi kwenye upande wa bidhaa. Okay, sawa. Kuliko idadi ya wazalishaji, na hili kwa sababu idadi ya wazalishaji inapatikana zaidi kutoka wenzetu Wizara ya Kilimo kwa mfano, kwa maana ya watu wanaozalisha. Lakini naweza nikazungumza kwamba kwa sababu tunafahamu zaidi ya 70% ya Watanzania ni wakulima, na sisi nadhani tumefikia kwa maana ya kuwafikia wakulima, tunaweza kwa takriban tumekwenda kwenye 30% au 40% ya wazalishaji wa bidhaa wanatumia mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa sababu bado wengine wanazalisha bidhaa ambazo bado hazipiti kwenye mfumo. Lakini ninachoweza kusema, tulianza mwaka 2007 tulikuwa na zao moja tu, bidhaa ilikuwa moja ya korosho. Nilijua tu lazima korosho iwe kwa. Korosho ndio ilianza. Na ndio maana unaona kule kusini watu wanafanya zaidi mfumo wa stakabadhi kwenye bidhaa nyingi. Lakini leo hii tunazungumzia bidhaa 18 zikiwa zimepita ndani ya mfumo. Ziko ambazo zilipita na kutoweka na ilitokana na changamoto aidha ya uzalishaji ama soko, lakini tunaendelea na mpango wetu ni kushirikiana na bodi hizi ambazo ni za mazao, na hapa ni kipekee nizipongeze bodi ya korosho kwa sababu tumefanya nao kazi vizuri, na tunaona sasa hivi tunazungumzia tuna takriban tani milioni 3 zimeshapita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala, ambao ni kiwango kikubwa sana ukilinganisha na uzalishaji tulionao. Lakini vile vile tunao bodi ya kahawa tunashirikiana nao, lakini vile vile wako bodi ya chai tumeanza kushirikiana nao, lakini tunao taasisi inaitwa Kopra ambao ni bodi inaitwa mamlaka ya udhibiti wa mazao nafaka na mazao mchanganyiko. Ndio bidhaa mchanganyiko sio mazao mchanganyiko, ni mamlaka. Okay. Kwa hiyo kwa Kiingereza ni Cereal and Other Produce Regulatory Authority. Okay. Hawa ni wadau ambao wamekuja baadaye, lakini ni taasisi ambayo inasimamia mazao yote ambayo hayako kwenye bodi ambazo unazijua wewe. Okay. Kwa hiyo ukizungumza karanga, ukizungumza ufuta, ukizungumza mbaazi, choroko, dengu na kadhalika, soya, alizeti na kadhalika, zote hizi zinasimamiwa na taasisi. Kwa takriban mazao 200. Okay. Kwa hiyo katika hayo tayari tuna mazao mengi ambayo tunafanya nayo sasa hivi, na tumejipanga vizuri kwamba kwa kadri inavyoonekana inafaa tutaendelea kuingiza bidhaa nyingi zaidi, kwa sababu tumeona mafanikio makubwa katika kufanya jambo hilo. Na mara mwisho na hapa tena umezungumzia kila mahali lazima uwape maua watu wa kusini kwenye masuala ya korosho, kwamba ni zao ambalo linaongoza sana katika matumizi ya stakabadhi ghalani. Tukirudi nyuma kidogo, na tukiwa wa kweli, mkurugenzi, tulipata changamoto ya mapokeo ya mfumo wa stakabadhi ghalani, na hili jambo lililindima mpaka bungeni kama unakumbuka. Sasa hivi ukizungumza mfumo wa stakabadhi ghalani mbele ya wakulima, tunapata mapokeo gani kwa sasa hivi ukilinganisha na safari yetu ambayo tulikotoka? Kwanza Bwana Leonard, nikwambie, unajua jambo lolote ambalo linakuwa jipya linakuwa na mambo mengi. Ni kweli. Na kwa sababu watu wanakuwa na mfumo wa maisha, na sasa unapoleta jambo lingine tofauti hata kama ni jema linakuwa napokea ukinzani kidogo na huwa inachukua muda watu kwanza kulielewa. Lakini ninachoweza kusema, hakukuwa na mfumo kabla ya mwaka 2006 samani, hakukuwa na mfumo, lakini biashara zilikuwepo, mazao, bidhaa zilizalishwa na ziliuzwa. Kwa hivyo kulikuwa na muda mrefu wa watu kufanya biashara kwenye utaratibu ambao sio rasmi, na mengi yalikuwa yanatokea. Sisemi ni mabaya, lakini ninachosema kulikuwa hakuna uwiano mzuri kati ya jasho la mzalishaji wa bidhaa linavyolipwa na biashara inapofanyika. Kwa hivyo nilichokishuhudia ni kwamba, na niwashukuru sana wadau mbalimbali tumeshirikiana nao, wenzetu wa vyama vya ushirika, na hapa nichukue nafasi hii kumpongeza sana
mtendaji mkuu na mrajis wa vyama vya ushirika Tanzania, kwa sababu kwa azima kubwa ambao tulipoanza kufanya kazi kwa pamoja tumeenda kwa hatua kubwa sana, na kwa sababu wao walikuwa na watu na wao walikuwa na wazalishaji na waliwaunganisha wazalishaji kwenye utaratibu. Kwa hivyo elimu hii ya kutumia mfumo tumepitia sana kwenye eneo hili, na hapa lazima nipeleke maua yao kwa kweli kwa wenzetu wa ushirika. Lakini niseme uzuri wa mfumo huu, majibu yanajitokeza mapema. Leo nimeuza nje ya mfumo, kesho nimeuza ndani ya mfumo, nimeona faida. Kesho kutwa naenda kupeleka bidhaa kubwa zaidi, napata faida kubwa. Kwa hiyo ninachoweza kusema katika kipindi hiki cha miaka 20 tumekuwa, na mimi napenda kutoa mfano kwamba ni miaka ya kukua kama mtoto. Tulianza kama mtoto mchanga anayeanza kutambaa, meno yanaota, na wakati meno yakiota kunakuwa na homa nyingi na kadhalika, sio? Kwa na sisi tulikuwa na changamoto hizo, lakini sasa tumefika miaka 20, hii ni mtu mzima huyu angoi tena meno. Hivi 20 uko form ngapi hapo? Hapo alikuwa sekondari kabisa kumaliza. Kwa hivyo nachoweza kusema ni kwamba kwa kweli naweza kusema tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Judith Kapinga, waziri wa viwanda na biashara, kwa sababu ameweka wazi kwamba jambo hili ni jambo la msingi na lazima tuende nalo vizuri kwa sababu linatija kwa wananchi. Kwa ninachosema hivi sasa tunashuhudia Watanzania wengi wakiwa na uelewa mkubwa, na ambao sasa naweza kuwapongeza si tu wazalishaji bidhaa, lakini hata wafanya biashara. Kule awali wafanya biashara waliona kama mfumo wa stakabadhi za ghala ni adui, lakini leo hii tunashirikiana nao, wanaelewa ni mfumo ambao unaleta uwazi, unaleta tija na unawezesha biashara kubwa kufanyika. Kwa hivi sasa naweza kuhakikishia kwamba kila mmoja katika wadau ananufaika, na sisi kama bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tunasema tunavyoelekea kutimiza miaka hii 20 kwetu ni tija, lakini tunasema kwenda mbele tutakuwa wa moto zaidi, kwa lugha za vijana wa siku hizi. Kwa maana ya kwamba tunatamani tuwaingize wadau wengi zaidi wenye bidhaa nyingi zaidi za aina tofauti tofauti, za kilimo, zisizo za kilimo, watumie mfumo huu. Na nakumbusha kwamba mambo ni matatu tu: ukusanyaji, udarishaji na uboreshaji, utengenezaji wa taarifa kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo kitu chochote kinachoweza kufanyika katika taratibu wa kukusanywa kinaweza kupita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Okay. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliwahi kusema ukinizingua nitakuzingua. So kuna watu wanawazingua wakulima na mnawashughulikia na mnawazingua pia. Niliwahi kusikia taarifa uliwahi kusoma mahali fulani. Uzuri wa mfumo Bwana Leonard, kazi yake ni kuleta uwazi. Ukishaleta uwazi na maana anayezingua anakuwa ameshazinguliwa. Kwa sababu kimsingi inachotokea ni kwamba taarifa ya bei inayopatikana sokoni hivi sasa inajulishwa kwa wazalishaji. Hilo ndio jambo kubwa. Siri kubwa ilikuwa hapo. Ninazalisha, ninakuuzia Bwana Leonard, lakini Leonard una taarifa za sokoni, mimi sina taarifa. Kwa hiyo iwapo kwenye soko kuna 1500 ukaniambia kwenye soko kuna 400, nitabishaji. Itabidi shuti nikubali kukupatia mzigo wangu ili unipatie shilingi 400. Lakini kupitia mfumo huu sasa, tukienda sokoni tukibainisha bei ya shilingi 1500, tunamtaarifu mkulima, wewe uliuza kwa bei unaojua wewe, uko nyuma nje ya mfumo, sio? Ulimuuzia Leonard kwa bei ambayo alikupatia, lakini tunakutaarifu sasa kwamba bei iliyoko sokoni ni hii hapa. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Hata wakulima sasa wameamka, wanasema la hasha, mimi nataka kwenda kuuza kwenye mfumo nipate ile bei. Sijui kama tuko pamoja. Lakini hatukatai, wako watu wengine ambao bado wanakuwa naona uvivu, mimi bwana siwezi kwenda huko, siwezi kusubiri, nataka sasa hivi. Anapotaka kufanya hiyo biashara kinyume na akabapo hakukuwa na mfumo, sasa hivi hawezi kukubali kupewa bei na mnunuzi. Anamwambia sawa, nitakuuzia, lakini na taarifa jana kwenye mfumo ilikuwa 1500. Kwa hiyo mimi nitakachoweza kukupa kidogo sana labda 1450 ili upate shilingi 50. Kwa hiyo yenyewe imetosha kuondosha wale ambao walikuwa wanawakandamiza wakulima. Kumbe kuna wakulima wanaibia kwenye mfumo wetu hapa. Hawataka kuingia kwenye mfumo, lakini wanaibia hapa. Wanachungulia kwenye mfumo. Bado kwenye mfumo iko hivi. Lakini bidhaa yako hajapeleka kwenye mfumo. Na mimi nasema hili ni jambo kubwa na tunaliona kama ni jambo zuri kwa sababu
Sasa mkulima haendi bila taarifa, ndio. Lakini itachukua muda. Baada ya miaka 2 atagundua kwamba kumbe sina haja hata ya kumpelekea Leonard. Naweza nikapeleka kwenye mfumo na nikapata ile bei ambayo iko pale sokoni. Okay. Umewataja hizi bodi mbili kubwa, tatu, kahawa, chai na Kopra. Kuna wadau wengine pengine wako nje ya tuseme kwenye masuala ya kilimo, lakini kuna namna wanawasaidia pengine. Kwanza nataka niwashukuru sana TAMISEMI. Okay, good. Wizara TAMISEMI ni taasisi ambayo kwa kweli tunaishukuru, tunafanya nayo kazi kwa ukaribu kupitia wakuu wa mikoa, kupitia makatibu tawala wa mikoa, lakini vile vile tunao wakuu wa wilaya, tunao makatibu tawala wa wilaya, tunao wakurugenzi wa halmashauri. Kwa kweli nichukue nafasi hii, ndani ya miaka 20 mafanikio haya tunayoona leo yasingeweza kupatikana bila mchango wao, kwa sababu kwanza wao, moja, wanakaa na wakulima, 2, wao wanakaa na wafanyabiashara walio katika maeneo ya kule waliko, lakini 3 ambacho ni cha msingi, wao ndio wanaosimamia usalama na kila kitu pale. Na mimi nipongeze kwa kweli, nianze na waheshimiwa wakuu wa wilaya kwa commitment zao, utayari wao wa kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika. Tunawashukuru sana kwa sababu katika maeneo yote wametusaidia kwenye kuhakikisha utoroshaji haufanyiki. Na utoroshaji unapofanyika unapunguza mapato, sio tu kwa wale ambao wanatorosha, lakini pia halmashauri zetu zilikuwa zipati mapato ambayo ni sahihi. Ninazo shuhuda za halmashauri ambazo makusanyo yake yalitoka kiwango cha milioni kama 200 na kwenda kuelekea milioni 900 mpaka bilioni 1 na kadhalika, na point, kwa kupitia mfumo. Kwa sababu sasa bidhaa zote zinazozalishwa zinajulikana zimeuzwa wapi, nani amenunua, amelipa kiasi gani, tozo imeshalipwa, kwa sababu mnunuzi anapolipa na zile kodi zote anazilipa. Kwa hiyo halmashauri zinawasiliana tu na taasisi ambayo inafanya biashara ya TMX kuweza kupata mapato yake. Kwa hiyo kwa urahisi wametoka mapato waliokuwa wanapata zamani na kwenda mapato ya juu. Hiyo yote ni maana yake hizo fedha zinaporudi kwenye halmashauri zinatumika kufanya kazi mbalimbali. Kutengeneza barabara, kutengeneza miundombinu ya maji, kukamilisha miradi ya zahanati, miradi ya shule, na mahitaji mengine mbalimbali ya wananchi. Kwa hiyo unajigundua kwamba halmashauri zinaanza kuwa na nguvu ya kuweza kusaidia watu wao na kuboresha hasa mazingira ya uzalishaji. Lakini pia kutumia fedha hizi wameanza kuwa na uzalishaji wa mbegu, kwa kushirikiana na bodi hizi za mazao. Wanahakikisha kwamba kama ni miche ya korosho imepelekwa, kama ni mbegu za ufuta zimepelekwa ambazo ni bora. Kwa hiyo kwa mzunguko huo tunajikuta tunaendelea kuwa taifa ambalo ni bora zaidi kuliko ambavyo ilikuwa pale. Okay. Sasa hivi mnaadhimisha miaka 20, lakini sitaki kuwapeleka kwenye miaka 20 nyingine ijayo. Kwanza nataka kwanza hata miaka 10 ijayo, mnajiona wapi? Hata 10 tu kwa mwendo huu tunaokwenda nao. Sasa hivi kwa mwendo huu tunakwenda nao bwana, leo nataka nikuhakikishie ndani ya miaka 10 naona sekta nyingine kama 3 zikiingia kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala vizuri tu na zikafanya vizuri zaidi. Moja, sekta ya mifugo. Tumepata nafasi ya kuongea na wafugaji mara nyingi na tumezungumza na chama cha wafugaji Tanzania. Tumezunguka kwenye maeneo mbalimbali, tumekwenda kusini kule, tumekwenda magharibi mwa Tanzania, tumekwenda mashariki. Kote ukikutana nao wana changamoto ya soko. Tumewafahamisha kwamba katika utaratibu ule wa ukusanyaji, uboreshaji, udarajishaji na ubora na utengenezaji wa taarifa tunaweza kusaidia kufanya biashara. Unajua kwa sababu gani natabasamu? Ndio. Mfumo wa stakabadhi ghalani na ng'ombe kwa mfano. Ng'ombe ataingia kwenye magala. Swali ni zuri bwana Leonard, ambayo nataka nikuhakikishie. Yaani mimi tafsiri magala. Imagine Masai pale Arusha, wao chukua ng'ombe zake ukaziweke kwenye gala. Yeye anatembeaje? Ambacho ni jambo utamaduni wetu shehe huu. Najua ni utamaduni. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba kwanza gala sio nyumba. Gala ni sehemu ya kuhifadhi. Kwa hiyo unaweza kuwa na sehemu yoyote, hata hapa tunaweza kuwa kwenye gala. Kama maua haya yamehifadhiwa, yanaweza kuwa ni hili, tunaweza kubadilisha kuwa gala. Lakini nataka niseme, umesema vizuri. Tuna mila na taratibu za kutembea na mifugo yetu. Lakini nataka nikupe mfano. Miaka ya nyuma tulikuwa pia tunao utaratibu
wa kukaa na fedha zetu chini ya magodoro. Kweli si kweli? Kweli. Hatukuwa na imani kwamba mahali fedha zangu naweza zikaa nimeweka mahali. Tena kibubu akikwepo wakati huo. Lakini kwenye mfumo huu tunachokifanya hifadhiwa kwenye ghala. Yaani mahali ambapo zizi lile. Lakini kikubwa ni kwamba, na tunaishukuru pia serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan kuwezesha mifugo kuwekwa hereni. Kwa hivi sasa kila mfugo unafahamika. Kwa hereni moja ni stakabadhi moja. Okay. Kuna uwezekano ni kama receipt ile. Receipt. Stakabadhi ni receipt. Ndio. Kwa hiyo hereni moja ni stakabadhi moja. Na ile thamani ya mfugo ule, ya hereni ile, ya yule mnyama ndio thamani ya stakabadhi. Kama nina ng'ombe 10, kila moja ni milioni 1, ina maana nina thamani ya milioni 10 iko kwenye stakabadhi. Kwa maneno mengine tutafika mahali, na nataka nikuhakikishie taasisi za fedha zitaanza kuona uwezekano mzuri wa kuwasaidia wafugaji. Kwa sababu gani? Kwamba wao kama wafugaji sasa wanaaminika, bidhaa yao iko mahali panapojulikana, na wao watakuwa na uwezo wale ng'ombe 10 ambao thamani yake ni milioni 1 kila moja ni milioni 10, ninao kwenye stakabadhi. Ninahitaji fedha kutoka kwa Leonard. Kwa hiyo nitakufuata Leonard, nitakwambia chukua hii stakabadhi, tutabadilisha umiliki kwenye taasisi ya fedha. Wewe utanipa mimi fedha milioni 10, wewe utabakia na stakabadhi ya milioni 10. Lakini mifugo inakula majani, inapumzika, inacheua, inakula tena. Sio, umeelewa? Tofauti na utaratibu kwamba mifugo hii sasa tunaitembeza kwa sababu inatoka kwangu Bangu inakwenda kwa Leonard. Kwa hiyo lazima tuiswage ndio unilipe fedha. Sio kama unanielewa? Ndio, Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo tunaidhani italeta mafanikio. Ninaona changamoto za mifugo hii hamahama hii ya wafugaji na wafugaji, na kama naona inakuja kupungua au kama sio kuisha kabisa. Ni wazi itaondoka tu, kwa sababu mifugo itakaa sehemu ambayo inatakiwa kukaa kwa ajili ya kupata chakula chake. Okay. Kwa hali hii naona mpaka maparachichi na maembe yakiingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghala, kwa sababu kama ghala sio nyumba, maana yake hata ule mti pale unaweza kawa ndio shamba, linaweza kuwa ghala. Shamba linaweza kuwa ghala. Ndio. Na kuelekea ni pazuri. Tuna dakika kama 3 hivi. Turudi kwenye maadhimisho yetu, siku yetu ambayo tunatarajia, ambayo sana. Kuna vitu itachagiza issue haya maadhimisho yetu. Ndio. Maadhimisho yetu yanaanza tarehe 17 ambayo ni siku ya Jumapili. Tutakuwa pale ukumbi wa Jakaya Kikwete kuanzia jioni tukizindua maonesho. Tumewaalika wadau wetu takriban 50 watakaokuwa na maonyesho mbalimbali kuonyesha mchango wanaofanya kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini siku ya tarehe 18 yani Jumatatu, kuanzia asubuhi mpaka kwenye jioni tutakuwa pale Jakaya Kikwete Conference Center tukijadili na kudadavua mambo mbalimbali kitaalamu zaidi. Tutakuwa na maeneo ya mijadala, tutakuwa na mijadala 4 itaendelea pale. Makususi tumewaalika wadau mbalimbali ambao wanahusika kuja kuchangia. Kwa hiyo nikaribishe pia Leonard, karibu. Hata kama sio mkulima utakuja kujifunza. Kuna shughuli nyingi za kufanya kwenye tasnia hii ya mfumo wa stakabadhi za ghala. Lakini vile vile tutakuwa na utoaji wa elimu utakao kuwa unaendelea kwa wadau ambao wanataka kufahamu kuhusu mfumo huu. Na tutakuwa na kliniki yetu pale ya bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala pamoja na wadau tunaofanya nao kazi, kwa maana ya kwamba wale ambao wana shida mbalimbali wataweza kushuhudia na kuona. Tutakuwa tuna minada pale, tumewalika wenzetu wa soko la bidhaa kwenye minada ambayo itafanyika siku ya Jumatatu, itakuwa ikiwa live ikionyeshwa kutokea pale. Kwa nichukue nafasi hii kuwakaribisha wote kuja kushiriki. Lakini tarehe 19 itakuwa ndo kilele cha maadhimisho yetu, ambapo tutakuwa pale Jakaya Kikwete tukiwa na ratiba rasmi kabisa ya kuitafakari na kuitazama miaka 20 ya mfumo wa stakabadhi za ghala imefanya nini, imeleta tija gani, lakini jambo kubwa tukitoka sasa kwenda mbele tunataka kufanya nini. Na ndani ya siku hiyo mgeni rasmi ni Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba. Wizara ya Mifugo, TAMISEMI, Wizara ya Uwekezaji, wote tumewaalika ili waje kushuhudia jambo hili jema la kitaifa ambavyo
tumeliona, na sasa tudadavue kwenda kwenye dira ya miaka dira ya Tanzania, dira ya 2050 tunakwendaje. Na hapa nataka nikwambie, tunategemea pia kuwa na uzinduzi wa mpango wetu mkubwa wa uhamasishaji wa matumizi ya mfumo wa stakabadhi za ghala kwa bidhaa zote, ambao nadhani tumeuita jina mfumo kwa wote, kwamba sasa kila mdau ambaye anaweza kufaidika na mambo matatu niliyokuambia ya ukusanyaji, udarajishaji, upatikanaji wa taarifa aweze kufaidika na jambo hili, na tuone namna gani inaweza kuchagiza kufikia ile azma ya dira ya 2050, na ukizingatia yenyewe inalenga zaidi ya 70% iwe ni sekta binafsi. Namna ya kuifanya sekta binafsi ikafanya kazi kwenye urasmi, nasema njia mojawapo mfumo wa stakabadhi za ghala. Mkurugenzi, unavyoongea naona kama wale ambao hawapo kwenye mfumo roho inawauma kweli, yani kama vile kuna misumari kuna vitu wanavikosa. Basi si vibaya wakati tuna dakika moja ukazungumza nao, wito wako kwa wale ambao bado ni wakulima lakini hawajaingia kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Wito kwa Watanzania wenzangu kwamba kwa miaka 20 tumefanya utafiti, tumefanya majaribio, sasa tuko kamili. Na niwatie hamasa, si wakulima peke yake, wafugaji, wavuvi, wafanya biashara na wadau wote, kuna uwezekano mkubwa wa kutumia mfumo huu ukakusaidia. Wewe una store yako, una ghala lako, una jengo lako umelijenga, tuwasiliane namna ya kuwezesha uchumi sasa ukapatikana. Lakini jambo kubwa nimalizie kwenu vijana, hii ni fursa. Tulikuwa tukitoa mafunzo kwa watu wanaotaka kuja kufanya kazi kwenye maghala na kwenye ghala zetu, na unakuta tulikuwa na wanafunzi 20, 30. Hivi sasa tunazungumzia wanafunzi 130, 140 mpaka 150. Asilimia 80 ya wanaokuja kwenye mafunzo Bwana Leonard ni graduates, wamemaliza shahada za kwanza. Kwa hiyo niseme kuna fursa ya ajira kwa ajili ya maisha yetu na uchumi bora zaidi wa Tanzania. All right. Basi